ndugu zenu kule Wamea wa Mombasa ambao ndio walioandaa mihadhara hii walituchukua mimi na wenzangu kututembeza katika hospitali yetu ya Kiislamu pale Mombasa. Tukawa tunaangalia mafanikio, wapi tumefika na hivi na hivi. Lilikuja suala, tukamuuliza yule mkuu wa maabara, yani laboratory, hapa mnachunguza damu katika ile HIV? Akasema naam, tunachunguza. Mnachunguza wakati gani? Tunachunguza kila mgonjwa, kwa mfano akitakiwa operation, na sasa hivi ana operation mpaka kubwa pale, tunamchunguza kwanza hali ya damu yake ilivyo. Vyema. Na vile vile tunachunguza kila anaokuja kumpa damu mgonjwa, kama mgonjwa ataka damu msaada. Je, katika kuchunguza kwenu mnakamata hapa wenye maradhi ya AIDS? Kama naam, tunakamata. Mnakamata kwa kiwango gani? Tunakamata kwa kiwango cha watu 60 kwa mwezi mmoja. Na hii ni average ya watu 2 kwa kila siku. Na hao ni nani? Hao wamesababishwa kuchunguzwa damu zao, ima watakiwa kufanywa operation au wamechunguzwa kwa sababu watakumpa mtu msaada wa damu. Wengine ndio hakuchunguzwa, na sio kwenda pale ndio hakuchunguzwa. Hiyo ni hospitali moja, mwezi mmoja, watu 60. Hiyo ni moja tu. Angalie tena Mombasa pale para shilingi ngapi, kuanzia serikali na mpaka za watu binafsi. Na idadi kubwa ya wanaoangamia zaidi ni Waislamu. Mwenyezi Mungu alipokataza uovu wa zinaa, na hapo ndio pahala pekee inapothibitishwa AIDS zinapatikana. Kule kwingine hutajwa tu, huenda ikatokezea bahati mbaya, lakini pahala pake kwa 99 na nukta zaidi ni kwenye kitendo chenyewe. Mwenyezi Mungu alipokataza uchafu huu, mwenye kujua siri zote, hakusema ya ayyuhalladhina amanu la taznu, ya kama msizini. Ametumia maneno la taqrabu zina, wala taqrabu zina, na wala msikurubie kabisa. Yani kila kitakachosababisha watu kuingia katika uchafu huo, watu wakike mbali kabisa. Kuchanganyika wanawake na wanaume, na vile vile mtu akishaharibu akili yake kwa ulevi, ndio kishakuwa mbwa tena, kishakuwa hayawani, lolote atakalifanya. Siku zini na mwingine tu, bali mpaka dada yake, mama yake, nani wake, wote. Ayuha nasu taqullaha ta'ala wa'lamu, msoni Mwenyezi Mungu mtukufu na mtambue, anna salaha dhurriya, jambo la kutengeneza